revival. How to have revival and how to sustain revival. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua, tunakuabudu. Wakati huu tunapoingia katika maandiko matakatifu, ninaomba unene nasi na unene na mioyo yetu. Tunapinga kila nguvu na hila za giza katika jina la Yesu. Baba, ninakuomba ya kwamba Bwana, mapenzi yako yateteke katika ibada hii. Tunene, tuongeleshe kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Revival, how to have revival and how to sustain revival. Na nianze kwa kusema revival ni mtu kuwa na uhai wa kiroho, spiritual life. Ni mtu kuwa na spiritual fire. Mtu ambaye ni revived ako na fire. Mtu ambaye ni revived ako na spiritual life, ako na uhai ndani yake. Ni kama kusema kuni ambayo iko na moto. Haleluya. Ni taa. Mtu aliye na revival ni taa ambaye bado inawaka na kutoa mwangaza. Tutaanza Ephesians chapter number 5. Ephesians chapter number 5 na tutaanza mstari wa 14. Ephesians 5 and verses 14. Na Biblia inasema hivi. Therefore he says. Now who is saying? The Lord. Hallelujah. Therefore he says, awake, you who sleep. Arise from the dead. Christ will give you light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of God is. Hallelujah. Therefore, he says, awake. Mtu ambaye hana revival amelala kiroho, amelala, hana moto, amelala, hafanyi kazi ya Bwana. Na kulala kiroho kunalinganishwa na kufa. Haleluya. Bado ukiangalia huu mstari nasema arise or awake you who sleep, arise from the dead. Hii kulala kiroho kunalinganishwa na kifo ama mauti ya kiroho. Na neno linasema mtu akiamuka, Christ will give you the light. Alafu tutembee kama watu wenye hekima, bali sio kama watu wasio na hekima, tukikomboa wakati. We must redeem the time because the days are evil. Hallelujah. Praise the name of Jesus. One of the things ambazo zinadhihirisha ya kwamba mtu ako na revival ni ile tunaitaka brokenness of the spirit. Mtu aliye na revival, he is broken in his spirit. Na Biblia huwa inasema hivi, maombi ya mtu ambaye moyo wake umevunjika au moyo wake umepondeka, Mungu hawezi akayakataa. Kwa hivyo mtu ambaye ako na revival, he is broken in the spirit. He is broken in the spirit. Jambo la pili, mtu aliye na revival huwa amefanya repentance of sin and spiritual slumber. Mtu huwa anatubu dhambi zake na kutubu kulala kiroho.
Na nataka nikuambie, mtu ambaye amelala kiroho, hata tukikuja tumpatia ofisi iwe nyumba yake ya kukaa na kulala, nataka nikuambie atararanga tukiendelea na maombi hapa asubuhi, maana amelala kiroho, amekufa kiroho. Mtu ambaye hana revival hakuagi na utamu wowote wa mambo ya Mungu, anakuaga amepoteza ladha. Ni kama vile mnasikia, sijui mtu akiwa na COVID-19 hasikii ladha yeyote, hata ya kitunguu saumu wala ya kitunguu hii ingine. Hata nisikia mtu mmoja akisema alipoteza ladha, lori ya takataka ikapita, akauliza mwenzake, kwani siku hizi takataka hainuki? So mtu yule ambaye hana revival huwa anapoteza ladha. Sema kupoteza ladha ya mambo ya kiroho. Hata akiona watu wanaomba anashindwa, hawa ni nini wanaomba? Akiona watu wanaruka vile nimeona tunaimba hapa Yesu mwana waje, nataka nikuambie hiyo kitu haimuguzi, amepoteza ladha. Sasa niulizie jirani kama wewe bado uko na ladha ama ladha ulipoteza. Haleluya. Mtu ambaye amepoteza ladha, hana revival, anashindwa, unawezaje kusoma ibada ya kwanza na ya pili? Anashindwa, kwa nini hauendi? Amen. Wewe hiki ni kupoteza nini? Haleluya. Tunaweza kaa na tukae mpaka jioni. Kwa sababu gani? Tuko na revival katika mioyoni mwetu. Haleluya. Angalia kitabu cha Proverbs 1 verse 23. Proverbs chapter number 1 verse 23. Inasema, turn at my rebuke. Surely I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. Kwa hivyo mtu ambaye yuko na revival huongozwa katika kutubu. Unasikia kuna watu hawaoni maana ya kutubu. Anaenda mbele za Bwana, anashindwa ni dhambi gani anaweza kuwa amefanya ya kutubu. Nataka niwaambie, mtu ambaye ako na fire ya kiroho, fire, spiritual fire ya kiroho, huwa ni mtu wa kutubu dhambi na makosa. Sijui kama ulilelewa ushago kama yetu, ambaye wazazi wetu walikuwa wanatubu na kusema hivi, Baba, ninatubu yote niliyotenda, ninayoyajua na nisiyo yajua, ile nimeona na macho ama ile nimegusa na mikono au kukanyaga kwa miguu. Mtu huyo anatubu zote. Haleluya. Lakini wakuta watu wengi hawajaelewa maana ya kutubu. Repentance brings revival to a life of a person. Amen. If you don't have repentant heart, you cannot be able to receive revival. John chapter 2 verses 12. John 2 verses 12. The Bible says in verse 12, now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, with mourning. So lend your heart, not your garment. Return to the Lord your God. For he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and he relents from doing harm. Ukiangalia mstari huo wa 12, Biblia inasema, Bwana anasema, turn to me with all your heart. Mungu hupendezwa na moyo wote, sio moyo nusu, moyo wote. Hata unapomtumikia, unamtumikia kwa moyo wako wote. Katika jambo lolote ambalo unafanyia Bwana
ama unafanya kwa sababu ya Mungu. You are supposed to do it with all your heart. Hindrance to revival is unconfessed sin. Kile kinazuia watu wawe na uamsho ama moto ya Mungu ni zile tunaitaga unconfessed sin. Mtu wako na dhambi ambazo ameficha ndani ya moyo na hakiri wala hatubu. How do you know you have revival or not? How do you know that you have revival or not? Number one, it is when your heart begins to pant for God. When your heart begins to pant, yani moyo wako unaanza kuwa na kiu kwa sababu ya Bwana. Psalms 42 and verses 1 and 2. Biblia inasema hivi katika Psalms 42 verses 1 and 2. Inasema, can we read it together if you are there? Let's read together, church, up there. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Verse 2, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Ya kwamba kama jinsi ayara ama swara atamanivyo vijito vya maji ya mito. Daudi anasema hivyo ndivyo nafsi yangu ya kuonea kiu, Bwana. Na you see, Jesus said ya kwamba blessed are those who hunger and thirst for the things of righteousness, for they shall be filled. Unakuwa una kiu. Wakati makanisa Kenya yalikuwa yamefungwa kwa ajili ya COVID-19, kuna watu walikuwa na kiu. Both churches are closed. Walikuwa na kiu, wanauliza ni lini tutarudi kanisani. Lakini on the same, kuna watu bado wa kanisa hawakuwa na kiu. Hata zilipofunguliwa wengine waliendewa. Haleluya. Mtu anapaswa anaulizwa, brother, na kanisa ilifunguliwa, kwani umepotelea wapi? Wanasema unajua kuna nini? Kuna COVID. Lakini hawa wanasema kunayo kule kwingine kwote wanaweza enda. So kuna tofauti. Mtu ambaye ako na revival huonea kiu Bwana. Huonea kiu. Ushawahi kuona mtu anaona kiu mpaka ya maombi? Kuna watu hawalali na sio eti hawana godoro. Haleluya. Kuna watu hawalali na sio eti blanketi hakuna, lakini wanalala wakiomba. Wanatoka kwa godoro, wanalala kwa floor, wanalala kwa mkeka. Kwa nini? Moyo wake unamuonea Bwana kiu. Na niseme watu ambao huwa na kiu cha Bwana ndio huenda mbali katika mambo ya Mungu. Na ninatangaza kwa yeyote aliye na kiu cha Bwana ya kwamba utashibishwa, ya kwamba unaenda mbali na Bwana. Hiyo maombi yako sio ya bure. Haleluya. Hiyo kuamka kwako kwa usiku na kulitia jina la Bwana sio bure. Hiyo kuamka na kutoka mbali na kuingia katika nyumba ya Bwana uombezi sio bure. Yeyote aliye na kiu atashibishwa. Praise the name of Jesus. I say hallelujah. Unajua, nilikuja kugundua mtu asipojiangalia, unaweza kuwa mhubiri ama uwe mtu ambaye alitumika kwa madhabahu lakini mwishowe ufukuzwe. Hebu nipatie Mathayo 7:22. Unaweza na wale, unajua kuna watu watafukuzwa na Biblia inasema watakuja wakisema, Bwana, kwa jina lako tulikemea nini? Pepo inaweza toka
kwa sababu ametumia jina la nani? La Yesu, na akomboe huo mtu. Hebu tusome hiyo maandiko, inasema namna gani? Kwanza mark the word many. Many ni watu wengi sana. Let's continue. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, done many wonders in your name, as we preach? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. May that not be your portion in the name of Jesus. That one is not our portion in this house in the name of Jesus. Na kwa hivyo mtu ambaye ako na revival, yeye hukaa akiangalia, je, niko sawa na Bwana? Ninatembea na Mungu? Ni kweli ninaongoza nyimbo? Ni kweli ninatoa unabii? Ni kweli ninahubiri? Ni kweli tunafungua makanisa? Unaangalia, je, njia zetu ni sawa na Bwana? Hawa ambao watafukuzwa ni watu ambao hawakuwa na relationship na Bwana. Na hawa ni watu walikuwa watafukuzwa, watu walikuwa wanakuja kanisa, ama kitabu zilikuwa zinakemewa wapi? Kwa soko. Ni kanisani, haleluya. Ni watu walikuwa wanatoa unabii, wanapelekea watu mpaka neno. Bwana asema hivi. Lakini kama hauna uhusiano na Bwana, unaweza kufukuzwa. Kwa hivyo, when you have revival, you will pant for God. When you don't have revival, you will not pant for God. Mtu ambaye ako na revival, kitu cha kwanza kufikiria asubuhi anapoamka ni Mungu. One of the things you think early in the morning when you wake up is God. Amen. Is God. Amen. Is God. You think about God. When others are lashing here and there, you are lashing for the presence of God. Asking God, I need you. We need you. We need you, Lord. Lead us, guide us in the name of Jesus. Ukiangalia Psalms 51 verse 12, Daudi alikuwa ametenda dhambi. Na ombi moja Daudi aliomba Bwana hivi, do not take away. Psalm 51 verse 12, or verse 11. Aliomba, do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Yani ni kama alikuwa anamwambia Bwana, unaweza kuchukua uongozi, unaweza kuondoa ufalme kutoka kwangu, unaweza kuniondolea ukubwa, lakini kama kuna kitu ninaomba, usiondoe roho wako ndani yangu. Maana alijua roho akiondoka, alikuwa anajua roho alipoondoka kwa Sauli, ni roho mwingine mbaya kutoka kwa Mungu ulikuja kumsubua na kumfanya wazimu. Lazima uwe na moyo wa kiu cha mambo ya Mungu. Kiu, yani inafika Thursday ama inafika Tuesday, unasema haya, kesho tunakuwa na ibada ya jioni. Kesho naenda katika nyumba ya Bwana. Inafika Thursday, unasema woi, Sunday itafika lini? I want to appear before the presence of God. Mtu ambaye hana revival, kama ni mzee hana revival, anawekewa maji na mke wake inapelekwa kwa bafu na anaitwa mara ya kwanza, amka uoge ili tuweze kwenda kanisa. Anajifunika, anakuja anagonga tena, amka tafadhali uoge, twende wapi? Katika nyumba ya Bwana. Ananyosha miguu, hana revival. Mtu ambaye ako na revival hata anaoga na maji baridi, anataka kukimbia katika uwepo wa Bwana, anataka kuwa katika nyumba ya Mungu. He is revived. May you receive revival in your spirit, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Number 2, when do you know you have revival or not? It is when you begin to take pleasure with the things of the kingdom. It is when you begin to take pleasure with the things of the kingdom of God, with all your resources. With all your resources. That means mentally, physically,
and financially. Wakati ambapo unajipata unafurahia, you take pressure of the things of the kingdom of God with all your resources, then you have revival. You have revival. When you don't take pleasure, to take pleasure ni kufurahia mambo ya Mungu, ni kufurahia mambo ya Mungu. Yes, mko na ushirika wa watu 10, lakini kuna kuja watu wengine ambao hamjuani na wao. Amen. Wanakuja katika ushirika huo, lakini wameletwa na Bwana, ni watu wa kanisa. Unawapokea katika furaha. Mtu ambaye hana revival anafungaga milango. Anasema ushirika ile ninajua sasa ni yetu na John na brother wetu Vincent na ndugu wetu. Haleluya. Na Mohamed na wale wengine. Lakini mtu ambaye ako na revival anafungua milango. Unafungua. Kama ninashukuru Mungu wakati kama huu tulikuwa ushirika wa wazee. Umezaa ushirika mwingine. Sasa hatutaendelea mahali pamoja. Praise the name of Jesus. Umezaa ushirika mwingine. We bless the Lord for that. So tuko tayari kufungua milango. Mtu ambaye hana revival ni kufunga na kuuliza huyu naye ni wa wapi? Ni wa Mwana Sauti. Mwana Sauti gani? Haleluya. Anafunga. Lakini mtu ambaye ako na revival pia anafungua milango kwa sababu ya ufalme. Haleluya. Mtu ambaye ako na revival mali yake inatumika katika ufalme wa Mungu. Hana ugumu wa kutoa vitu zake katika ufalme. Angalia Hagai chapter number 1 and verses 14. Biblia inasema ya kwamba Mungu alikoroga watu wake kupitia roho zao. Ni Mungu hukoroga mtu katika roho. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak the high priest, and the spirit of the remnant of the people. And they came and did what? Worked on the house of the Lord of hosts their God. Lazima uelewe hivi. Ili mtu awe na revival, kuna kuwa na kukorogwa ndani ya roho. Ndani ya roho. Unakorogwa in your spirit. Your spirit is being stirred up. You are being stirred. Unakorogwa katika roho yako. Na mimi ninaomba mkorogo ya Roho Mtakatifu ndani ya mioyo ya watu hapa. Biblia inasema hawa walipokorogwa waliamuka wakaanza kufanya kazi. Waliamuka wakaanza kujenga nyumba ya Bwana. Waliamuka wakaanza kujitoa katika mambo ya Mungu. They were stirred in their spirit. So when you have revival, your spirit is being stirred by God. Amen. Number 3, when you have revival, you are being consumed. You are being consumed with undying passion. You are being consumed with undying passion to see the unsaved saved. You are being consumed with undying passion to see the unsaved saved. Unakuwa uko na ile passion ya kutaka kuona, passion ambayo haikufi, ya kutaka kuona watu wakiokoka, ya kutaka kuona watu wakitoka katika ufalme wa giza wanakuja katika ufalme wa nuru na wanakuwa established in their faith. Wewe ukiwa mtu ambaye ako na hiyo passion ya kutafuta ambao wamepotea, wewe uko na revival. Uko na revival. Mtu ambaye hana revival, hata tukisema tujipatie miezi mitatu, mtu aleta watu wawili, mtu hana revival hawezi kupata mtu. Atasema kila mtu ninaongelesha anakimbia. Haleluya. Mwingine hata atakaa kama mtu yako hakuna mtu, kwa sababu hana revival. Na kuna kitu nikataka uelewe siku hii ya leo, that our primary call into the ministry, our primary call into the ministry is to rescue people from kingdom of darkness and bring them to the kingdom of light. Unapaswa kuelewa mwito wetu wa kwanza, our first primary call is to bring people out of the kingdom of darkness and to bring them to the kingdom of light.
Angalia 2 Corinthians 5 verse 17. Biblia inasema, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Verse 18 inasema, now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us what? The ministry of reconciliation. Verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Kwa hivyo our primary calling is to reconcile the world and bring them to Jesus Christ. Watu wale wanafikia watu wale wanaombea watu waokoke, watu wale wanaenda kuwatafuta na kuwahubiria, hawa ni watu ambao wako na ufufuo. Lakini ukiona katika moyo wako wewe haujali kama wataenda jehanamu, haujali kama wataokoka kama hawataokoka, ni kusema hauna ufufuo na hauna mzigo wa kazi ya Mungu. Yesu alikuja duniani kwa kusudi moja, kuokoa wale ambao wamepotea. Alisema, mimi si kuja kwa sababu ya watu wazuri, nilikuja kwa ajili ya watu wale ambao ni wabaya. In whatever you do, every day you must remember the primary call of God in your life. Verse 20, the Bible says, now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Lazima ufike mahali upembeleze watu, uwapembelezee Mungu, uwapembelezee wokovu wa Bwana. That's why many times I am out preaching the gospel. Sipendi wiki hata moja ilipite kama sijakwenda kuhubiri nje. Kama sasa nimekita kampi soko ya mawe, na ninahubiri mara kama 3. Ninahubiri hapa na huko situmii instrument, ninahubiri hapa ninamaliza, naenda pengine ninahubiri, naenda pengine ninahubiri. Kwa sababu gani? I know what it means to reach out to the lost. This is our primary calling. This is our primary calling. Tuwe waimbaji ambao wanaweza kufikia watu wale wamepotea. Tuwe viongozi na intercessors ambao wanaweza kuendea watu nje. Tuwe washirika ambao wanaelewa mwito. Sitafadhali unitingizie jirani umwambie mwito ni kufikia waliopotea. Haleluya! Lazima hiyo uelewe ndani ya moyo wako. Mwito ni kufikia watu. Kama hauelewi hiyo, wewe haujaelewa mambo ya ufalme. And let me say this. The moment you stop to win soul, it means you are dying spiritually. The moment you stop to win soul, to go out for people, it means you are dying. It means you are dying. Maybe hauelewi, lakini ukiona hauna mzigo wa kureach out, kiroho taa yako ni kuzima, inazima. Ni kukufa, unakufa kiroho. Wakati mwingine huwa tunaenda nje tukiwa tumechoka sana mpaka miguu inatetemeka. Unahubiri mahali mpaka unasikia kama utaanguka, unajishikilia na duka. Lakini you want to win those people and to bring them to the kingdom.
Maana ninajua siku hiyo ya kiama vile kutakuwa. Maana wengi wataapiwa, wataonyeshwa huyu mhubiri alikuja akahubiri, nikukataa ulikataa, alihubiri nikukubali ulikubali. Hebu imagine wakisema sikupata mtu wa kunihubiria. Na saa hiyo tumekuwa hapa tukisema Mega Church Kariobangi. Hallelujah. Mega Church. Mega Church. Mega Church is a mega church of going out. Not mega church ya kukaa hapa ndani. Mimi napenda hata wahubiri wale ninaolea. Hata wale tumefungulia kanisa tunawaambia na go out. Reach out. Amen. Go out to the Lord. Don't stay indoors. Go out. Lazima area ile unakaa unajulikana. Because you are reaching out. Kuna maeneo mengi. Kama sasa sijawahi kuvuka ile mto iko hapa chini. Ni Agetadhuru ama ni gani? Pale chini. Sijawahi kuvuka hapo. Na huyo mto hiyo barabara jioni, watu wanajazanaga mpaka wanasukumana. Nani anaweza kuniendea hapo? Kabla nimalize kule ambako nitaenda. Hilo ni ng'ambo itahitaji kanisa. Praise the name of Jesus. Nani ataenda? Maana nao watu wengi ni waoga. Mtu akisikia anatumwa anaanza kutetemeka tu. Unatetemeka nini? Receive revival. Amen. Maintain revival. Yes. In the name of Jesus. Amen. Be ready to do the work of God. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Let me say this, if you don't know. Revival time is work time. Can you say revival time is work time? I cannot hear you, church. Amen. Wakati wa revival ni wakati wa kufanya kazi. Wewe ukipata haufanyi kazi ya Bwana, haufanyi kazi, wewe revival haitakupata. There are times we work. Ukienda ujiaguse kwa kitanda, unalala kama mramba. Umetoka umefanya kazi ya Bwana. Na tena kabla asubuhi kupambazuke ushaamka mbele ya watu wote kulifia jina la Bwana. Revival time is work time. Revival time, my brother. Revival time, my sister, is work time. You work. Work for God. Na mimi huwa nasema zile kazi tutalipwa kule mbinguni, si zile zetu tulifanya. Hautaulizwa uliuza nini na nini. Hautaulizwa ulikuwa na customers wangapi. Hautaulizwa. Revival time is work time. Na ndio Yesu alisema hivi katika the book of Luke 2:49, I must be in my Father's business. I must be in my Father's business. The fourth thing, how to know you have revival or not, is when you call sin, sin and not weakness. Wakati unaita dhambi, dhambi, na sio nini? Weakness. Nasikia mtu na dhambi amefanya, anasema pastor, ninakuwa na weakness ya wanawake. Mwingine ananiambia ninakuwa na weakness ya pombe. Hebu angalia kitabu cha Genesis 9:7. Biblia inasema hivi, and it came to pass after these things that his masters cast longing eyes on Joseph, and she said, lie with me. Verse 8. But he refused and said to his master's wife, look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hands. Now, read me with me verse 9. Inasema, there is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great
wickedness and sin against God. Lazima uelewe hivi ya kwamba kama hautaweza kuita dhambi dhambi, wewe hauwezi kuwa na revival. Maana hauwezi kuwatumikia mabwana wawili. Kisima kimoja hakiwezi kutoa maji machafu na at the same time kitoe maji ambayo ni masafi ama mazuri. Wakati mtu hana revival, anaita dhambi weakness. Familia moja ilikuja kuniona miaka kadhaa imepita hapa kwa ofisi. Ikaniambia, pastor, tunataka utuombee, tunakuwa na weakness. Nikawauliza, ni weakness gani mko nayo? Akaniambia mimi sasa ni mke, akasema ako na weakness ya kutoka nje ya ndoa, na pia na yeye mume ako na weakness kama hiyo. Kwa sasa ako na mama mwingine ako na hiyo weakness. Apia jirani, dhambi sio weakness. Dhambi iitwe dhambi. Tunaelewana? Ukianza ku-entertain dhambi na kuita weakness, hautaweza kuona revival katika maisha yako. Ati ninakuwa na weakness ya kutukanana. Ukiwa uko na weakness ya kutukanana, si weakness uko naye, ni dhambi ya kutukanana na dhambi ya hasira iko ndani ya moyo wako. Hello. Praise the name of Jesus. Tunaelewana? Let me tell you something. Dhambi hufanya watu watubukie. Dhambi, sin is a sinker. Sin is a sinker. If you allow it, you will sink deep in waters. Kama kuna jambo linashusha watu na kuwaondoa katika revival na kuwaondoa katika uwepo wa Mungu, ni dhambi. Ukicheza na dhambi, utatubukia. Utakujaa kanisani, unaona watu wale wengine wamejawa na utukufu wa Mungu, na wewe uko hapa, badala ya ujae na utukufu, unaanza kusema, Bwana, si unihurumie tu kwa sababu ya ile weakness yangu. Na mtu akianza kutenda dhambi, hata kama Mungu alikuwa ameamua utakuwa pastor, umekwama, hauwezi kuondoka hapo kwa haraka. Sasa Biblia inasema kuna dhambi ambazo zinaguza mwili. Kama dhambi ya usherati ni dhambi inaguza mwili. Kama dhambi ya pombe ni kitu kinaingia ndani ya mwili. Praise the name of Jesus. Na dhambi hizo, ukifanya dhambi hizo, umejikosea roho na umejikosea katika mwili wako. Na ndio unakuta mtu alikuwa na fire. Mtu ambaye alikuwa na fire, akiingia kwa hizo dhambi anakwama. Tunaanza kusema, ni kwa nini mtu fulani haendelei? Ni kwa nini mtu fulani haendelei mbele? Siku moja niliwekelea mtu mmoja mkono, nikamwambia, Bwana ananiambia, weka your life light with you. Akaniambia, light gani? Nikamwambia, wewe uko na dhambi za usherati. Lazima uelewe ya kwamba Mungu angetaka kutubariki, angetaka tuende mbali. Na mtu kama anataka kwenda mbali na Bwana, lazima ungojee Bwana. Lazima you wait upon him patiently, na utaweza kufika mbali. Utaweza kwenda mbele. It's just a matter of time. That blessing you want, it will come upon your life. Usijitafutie. Hallelujah. Usijitafutie, wacha Bwana mwenyewe akuletee baraka yake katika maisha. Number 5, one of the hindrances of revival is laziness. Can you say laziness? Can you say it, laziness? Can you say laziness is a hindrance of revival? Yeah. Mtu mzembe.
Mtu mzembe hawezi kuwa na revival. Uzembe wa kiroho. Unajua Biblia inasema mtu mzembe ati shamba lake limejaa michongoma. Shamba la mtu mzembe limemea mimba. Shamba la mtu mzembe limemea michongoma. Na kuna mahali mstari mwingine unasema ati mtu mzembe does not roast mawindo yake. Ameenda ameshika lakini hapiki. Mtu mzembe zinaharibika hapo. Hakupika kwa sababu ya uzembe. Nataka nikwambie uzembe wa kiroho ni mauti ya kiroho. Mtu anakuwa mzembe mpaka kuamka. Mtu anakuwa mzembe hata kuomba. Anaomba amejifunika hapo na blanketi, anaanza. Baba, ni asante kwa siku yote ya leo. Umenibariki Bwana. Nimeona wema wako la mashatana la. Analala. Anaamka asubuhi. Nasema gai. Hata sikusema amen. Amen. Amen ya saa ngapi? Mzembe. Nakataa uombe yake kwa blanketi katika jina la Yesu. Toka kwa blanketi uombe mahali hata kuna baridi katika jina la Bwana. Mtu mzembe katika maombi. Mzembe katika maombi. Na kitu moja na mtu mzembe ni kukula. Wazembe kuna vitu mbili ambazo wanapenda, 3 by the way. Kukula, kulala na idleness. 3 things about wazembe. Ni mapacha watatu, triple twins ya mtu mzembe. Idleness, kulala na kukula. Amen. Mzembe wa reach out to the lost. Mtu mzembe analetewa na Bwana hivi, grupu ya marafiki wake hivi hawajaokoka. Hata wale wanakuchokoza kwa simu hapo. Wakikwambia kanae mali hivi. Unajua kumeharibika. Kuna kimwanaume kilikuwa kinachokosa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ananiuliza, where are you? Mwambia Kenya. My cousin. Alafu akaniuliza, are you married? Sasa mwanaume akiniuliza are you married? Ongea kweli. Ongea kweli kabisa. Mwanaume akiuliza mwanaume are you married? Anataka nini? Kunyoa. Na mimi nikamjibu, turn away from your wickedness and receive Jesus Christ and he will be your savior. Akaniblock immediately. Nikajua wewe block lakini umemeza. Umemeza hiyo. Haleluya. Lazima ujue hivi. Listen. Unakuta watu wale wamekuzunguka hivi, hata hawaambiagi umeokoka. Umeolewa na mtu anakuambia I would like to marry you. Haya unajibu hapo, you mean what? Mtu ambaye ako na revival, ako na msimamo. Mtu ambaye ako na revival, ako na msimamo. Na kama kuna uzembe area fulani ya mtu hana revival, ni uzembe wa kufunga na kuomba. Kwanza kufunga. Kufunga watu wanafanyaga procrastination. Mtu anasema sasa ni Wednesday. Sasa ni Wednesday nitakuwa mbele za Bwana. Ni Wednesday. Baba niwezeshe. Baba niwezeshe. Wednesday inafika asubuhi, unasikia matazi ya kwenu imepikwa estate. Inanuka ukiwa mpaka kumelala. Unaanza kusema mimi sikuwa nifunge leo. Baba ni Friday. Friday baba. Ni Friday baba. Takuwa mlimani. Bibi yako anapika chapati basi. Na zinawekwa hapo na beshi. Unakula. Unakumbuka Friday ulikuwa umesema utafanya namna gani? Unasema wiki imeisha, ni Monday. Wewe niwekee mafuta 3. Nikuli. Laziness.
Ask your neighbor, are you lazy in fasting? Are you lazy in fasting? Lazy in fasting. Lazy in fasting. Lazy in fasting. You don't have revival. If you are lazy in fasting, you don't have revival. Amen. I say amen. The other thing about revival is that revival is for those who are available. Available. Can you say availability? To let Jesus light on their back. Hakuna mtu ambaye ako na revival na sio available. Hakuna mtu ambaye ako na revival na hayuko available. Hapatikani. Unajua kama ni watu wangekuwa wanaulizwa, hata hatungekuwa na siku ya kanisa. Kwa sababu watu wameoccupy zote. Sikia mtu akisema, hatuwezi kukuchaka mate. Mate. Hatuwezi kuwa na ibada mate. Kwa sababu kazi yetu inatushika. Wewe siku yetu tuna kazi yetu. Bwana siku. Lakini Mungu atabaki kuwa Mungu. Watu wale wako na revival ni watu wanapatikana. Ask your neighbor, are you available for the things of God? Available for the things of God. Mtu hapatikani. Mtu hapatikani kabisa. Hapatikani, lakini unapatikana kwa mambo yako, mambo ya familia, kazi zako, chama zako, unapatikana. Kwanza chama hauwezi kukosa usipigwe fight ya 500 ama 1000 ama 600. Lakini mahali ambapo unatakikana kama kanisa, unakuta watu wengi hawapatikani. Actually, one of the requirements of membership of this church is commitment. One of the requirements is commitment. Ushasikia watu wanasemanga tuko pamoja, roho tuko pamoja. Bwana siwe mimi ndio iko bali mnikumbuke kwa maombi. Sasa tukisema kila mtu hapa tuseme tuko pamoja roho, nani atakuja hapa? Itahubiria roho ngapi hapa? Bwana Yesu asifiwe. We must be available. Revival is availability. If you are not available, you cannot be able to have revival. Mimi ninapenda hata wahubiri ambao tunainua na watakuwa chini yetu. Wawe available. Bwana asifiwe. Si mtu unamwambia tunaenda mahali hawezi patikana, tutakuwa na mkutano hawezi patikana, tutakuwa na crusade hawezi patikana, tuko na ushirika hawezi patikana. Hakuna kitu atapatikana. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Ndio nilikuwa nahubiri hapa mchana lacha nikaambia watu wekeni mabiashara. Maana mtu akiwa na biashara yake, anaweza kuwa uhuru. Mtu akiwa na biashara anaweza kuwa uhuru. Unafanya tu, tulisema mahali pa kuajiriwa is a beginning point. Uelekea kwa biashara. Kuwa na maono ya kitu unaweza kufanya ili uweze kutumikia Mungu. Sasa imagine kwa mfano tuwe tunataka kukutuma na bosi wako amekukatalia. Amen. Amekukatalia na sisi tunataka kutuma na bosi amekataa na wewe. Sasa utafuata gani? Unajua hii inakuja na pesa, Bwana Yesu asifiwe. Hii nayo inakuja na neema. Utakuwa torn in between. Na kile ningetaka kusema leo ni kwamba Mungu anataka kumtumikie na moyo wako wote. Tunaelewana mpaka hapo? The other thing about revival ni kuruhusu Yesu atawale. Unaona, umpe Yesu mgongo wako. Umpe Yesu mgongo akanyange. Awe na mahali anaweza kukanyanga. Nataka kwenda kuona wagonjwa. Ni nani nitatumia kuona wagonjwa? Nataka kwenda kuhubiri. Ni nani nitatumia kwenda kuhubiri? Si unajua hii kazi ya kuhubiri malaika hawezi kuhubiri. Unakumbuka ile malaika alipokea Cornelius? Alimwambia tuma mtu aende wapi? Aende Joppa.
aende aita mtu anaitwa Petero. Peter akikuja atawaambia jambo lile mtafanya. Malaika hawahubiri. Sisi ndio tunapaswa kuhubiri. Lift up your hand and say, I will be available for Jesus. Can you promise Jesus, I'll be available for you? I'll be available for you. I'll be available for you, Jesus. Praise the Lord. The other thing is that revival is for those who are prepared to drink the cup of suffering. There is no glory without suffering. Revival is for those who are prepared to drink the cup. Mark 10 verse 35. Kuna mama alikuja kuombea watoto wake kiti. Amen. Mark chapter 5 and verse 35. Biblia inasema, while he was still speaking, some came from the ruler of synagogue house said, why does I come to the teacher? As soon as Jesus heard the word, no. There is a verse of looking, I don't know whether it's Matthew 20, ambayo inasema ya kwamba mama wa sons of Zebedee alikuja kuombea watoto wake kiti. Akasema nataka ili wa kingdom nataka, I think from verse 27. Oh, niko hapo. Thank you. Mark 10:35. Oh, niko soma 5. I read it together. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask. That's 6. And he said to them, what do you want me to do for you? Continue. Then they said to him, grant us that we may sit one on your right hand and the other on your left in your glory. That's 8. It is the church. But Jesus said to them, you do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? That's 9. They said to him, we are able. So Jesus said to them, you will drink the cup that I drink, and the baptism I am baptized with you will be baptized 40. But and on my left is not mine to give, but it is for those who it is. Yaani mtu ambaye anataka revival, kuna wakati you will go through mockery. You say mockery. Mockery ni watu wanakuuliza, huyo Mungu unatuambiaga anasaidia, kwa nini haja kusaidia kwanza? Inaitwa mockery. Hii maombi yako mingi ya kelele imekuletea nini? Ama mtu mmoja aliniambia, roho wa Bwana ni roho wa mpango, si kuomba pana. Sasa kuna mtu alitutemea, tulikuwa tunaomba kesha hapa na industry, tumealikwa. Jamaa moja akasimama. Unaona ile andiko inasemanga kabla uombe Yesu anajua. Akasema si lazima muwe na repetition hapa ya kushida mkilia. Hapana. Omba dakika moja Mungu atasikia. Na huyo jamaa alikunywa pombe. Huyo alianguka akakunywa pombe. Heri sisi tulikuwa tunapiga tu na tunaendelea na hiyo tu na tumesimama. Kwa hivyo ni vizuri kuomba na nguvu na kulia. Kuna wakati unapitia mockery ama unapitia shida. Wewe niambie, mimi ninahubiri na nimehubiri, alafu hatukuwa na chakula hata ya unga, hata pesa ya kununua sukuma wiki. Inabidi tushikane mikono na mke wangu Pastor Teresa, tukopeshane sukuma wiki ya shilingi 5. Na wale wanatukopesha wanatuambia already mko na deni kubwa ya 43. Na wale wengine wote wana uwezo wa kujinunulia sukuma wiki na unga. Sisi tunakopa sukuma wiki na tunakopa shilingi 11 ya kununua unga kilo moja. Watu wakikuangalia wanaona hauelewi. Wanaona kama akili yako ni mbaya. Mimi nataka niongeleshe mtu saa hii ambaye unapitia mambo mazito. I want to tell you that place is not permanent. You are going to come out in the name of Jesus. Wewe shikilia na uendelee na Mungu. Utatokea katika jina la Yesu. Amen.
utatokea katika jina la Yesu. Hao wanasema hauna Mungu, ndio watakuja kukuambia tumejua ya kwamba wewe uko na Mungu. Ndio watakuambia tunahitaji maombi yako na baraka yako. Lakini revival ya mtu atakuwa tayari kukunywa kikombe. Kikombe ni kwamba kuna wakati mtu anakutukana. Mtu anakuangalia, anakuambia wewe ni mwizi. Unafunguliwa kanisa, mtu anakuambia sasa umeamua kukula sadaka za watu. Hii ni biashara. Wanaongea mambo kama hiyo. Unamtumikia Bwana, wanakuambia umenyang'anya watu. Mungu anakubariki, wanaingilia. Kama mtu mmoja Mungu alinibariki, baada ya Mungu kunibariki na gari, alikuja akaongea hapa. Akasema ni pesa ya maskini tumekula, ya wasugu zile zimetumwa ndio tumenunua nayo gari. Mimi nauliza wasugu wako wapi? Wako na nani? Wamepewa na nani? Hii nyumba ya Mungu mshawahi kuona msugu? Si wasugu ni sisi. Maji. Unabarikiwa watu wanakuingilia bure. Bwana siwe. Na zingine hata wale ambao walikuwa wanakuombea uinuke, sasa wakiona umebarikiwa wanaanza vita na wewe. Hivyo lazima ujue hivi. Lazima ukunywe kikombe. Ambia jirani kunywa kikombe umalize. Ya mateso. Unateswa tu. Unachukiwa bure. Unachukiwa. Unasoma maandiko inasemanga hivi. Daudi alisema hata wale ambao tulikula pamoja na wao wamenionyesha kisigino ama uongo, wameniondokea. Kuna wakati kwa sababu ya kutembea na Bwana unaondokewa na watu. Wana detach from you. Mpaka unajaribu kuwauliza, kwa nini niliwafanyia nini? Hakuna kitu mliwafanyia. Amen. Kwanza mtu mlikuwa mnatembea na mlikuwa na marafiki wale mnasalimiana high five. Alafu uanza kusikia umeanza kusema, asema Bwana. Na kuapia huyo rafiki ameondoka. Upende usipende, utajaribu kumfikia na hautaweza. Sasa ni upatana na wengine wanasema kama wewe, asema Bwana. Sasa hiyo ndio grupu yako ya kusema. Haleluya. Niseme hivi ninapoenda kumaliza. Opportunity for people to mock you is opportunity for God to make you. Opportunity for people to mock you is opportunity for God to make you. Revival is for those who are ready to decrease. To decrease and God increase in them. Revival sio ya watu wanataka kutambulika ama kutambuliwa. Revival sio ya watu wanataka kutambuliwa, lakini ni ya watu ambao wanataka Yesu aonekane, wao wasionekane, waendelee kupungua. John 3:30. Yohana akasema that I may decrease and him he may increase. John 3:30. That he must increase but I must decrease. Ukitumika sio watu wa kuambia asante. Amen. Sio watu wa kuinue Yesu aonekane, aendelee kuwa mkubwa. Si uinue mkono wako moja useme, Yesu nataka uendelee kuwa mkuu. Endelea kuwa mkubwa katika maisha yangu na mimi niendelee kuwa mdogo. Praise the name of Jesus. He must decrease. He must increase. He must increase and we must decrease. John 9:4. Revival is work. John 9:4. The Bible says, I must work
the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. 1 Corinthians 9 verse 16. The Bible says, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes,